Kwamba wapo watu wawili ambao wamefariki. Hii ni baada ya ndege ndogo aina ya nambari ya usajili 5YCCA kuanguka ghafla katika eneo la Timba Matuga katika kaunti ya Kwale asubuhi ya leo, na nikujuza kwamba mtazamaji, ndege hiyo ilikuwa imewabeba watalii, lakini atatujuza mengi mwanahabari wetu Eugene Nambeka. Na pia vile mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya anga nchini KCAA, huyu ni Emily Arao, amedhibitisha kuwa uchunguzi rasmi unaendelea kubaini chanzo cha ajali hiyo. Mtazamaji wangu, nafahamishwa kwamba yuko nasi mwanahabari wetu Eugene Nambeka. Eugene, nafahamu kwamba unaungana nasi kupitia njia ya simu. Sijui kama umefika katika eneo hilo la tukio, lakini labda tu kwa manufaa ya mtazamaji wetu utujuze kwa kina, ndege ilikuwa inatoka wapi, ilikuwa inaelekea wapi, na ilikuwa imebeba kina nani? Asante sana Frida, napata vizuri kwa sababu niko katika eneo, na niko hapa katika eneo la tukio katika kaunti ya Kwale, ambako mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA imethibitisha kwamba ndege hiyo yenye usajili wa nambari 5YCCA kama ulivyosema imeanguka leo asubuhi ikiwa safarini kutoka Diani kuelekea Kichwa Tembo katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara. Kama tulivyokuwa hapa na mpiga picha wetu Karim Rajan, tunaona kwamba zile tathmini zetu za mwanzoni tu kwamba ni kama ilikuwa ni watalii kusema kweli, ambao walikuwa ni kama wanajivinjari, kwa sababu ukiangalia hapo kando kuna vitu vyao vya kibinafsi ambavyo vilikuwa vimetapakaa kila mahali, na pia kulikuwa na picha za kuogofya kwa sababu kulingana na ile kishindo ambacho ndege hiyo ilianguka nayo, unapata kwamba ilianguka na watu ambao walikuwa ndani wakatupwa katika njia ambayo inaogofya kila sehemu, na moto pia ukazuka wakati huo, ambapo pia sasa wale ambao walikuwa ndani kidogo wakateketea, wengine wakiwa katika hali ambayo hawawezi kutambulika. Ila kwa sasa kama tulivyopata kusikia ni kwamba KCAA imesema ndege hiyo ilikuwa na watu 12 ndani yake wakati wa ajali, na kwa sasa mashirika mbalimbali ya serikali yako katika eneo la tukio kufanya tu uchunguzi wa kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ila pia niweze kueleza watazamaji ya kwamba eneo hili lina ukungu mwingi, pamoja na kuna baridi ambayo imezidi, pamoja na mvua ambayo huenda licha kwamba haijaweza kutambuliwa, ni kwamba huenda hali hii lichangia kwa ajali hii kutokea, kwa sababu hata hali hiyo ya anga pia imesaidia kwa wingi sana moto huo kutosambaa, kwa sababu ndege hiyo ilianguka katikati ya msitu, ambapo kama hakungekuwa na mvua huenda moto ungesambaa zaidi. Ila kwa sasa tunapata kwamba tathmini zile za awali kama nilivyokuambia ilikuwa imebeba watalii, na pia huenda hali kama nilivyosema iliwasaidia, lakini kulingana na taarifa iliyotolewa kuna hali ambazo kuna wale ambao wamefika kama taasisi za kiusalama, waokoaji wako hapa ili kuangalia tu nini kilifanyika. Wale maafisa wa DCI pia wamefika kuweza kupima ile kutafuta zile msimbojeni za mili ili kutambua nini inafanyika hapa. Ila nitakuwa nikikuletea taarifa zaidi kadri tunavyozipokea kutoka kwa maafisa wanaoongoza shughuli za uokoaji na uchunguzi. Kurudi kwako studio, Frida. Na asante sana Eugene Nambeka, mwanahabari wetu huyo. Mtazamaji, anafuatilia kisa hicho cha kutamausha katika kaunti hiyo ya Kwale, lakini amegusia mawili matatu kwamba ajali hiyo ilitokea mapema leo asubuhi, na pia vile taasisi za kiusalama na hata mamlaka ya KCAA pia vile mtazamaji wamefika katika eneo hilo la tukio, na kusema kwamba uchunguzi unaendelea kwa kina, na amegusia pia anakadiria kwamba ilikuwa ni watalii, kwa sababu pia ukiangazia katika yale mazingira amegusia kwamba vipo vitu vya kibinafsi ambavyo vimeonekana pale. Mtazamaji, tazidi kuzama kwa kina kuhusiana na taarifa hiyo, lakini tusonge mbele. Mtaalamu mashuhuri wa sheria na hata utawala bora Profesa PLO Lumumba